بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رسلان حفظه الله: أسباب الانحراف عن سبيل السلف، sababu za kuacha njia hii ya salaf, sababu za kuacha njia hii ya salaf na manhaji hii ya salaf. قال: وبيان ذلك بأن يعلم أن طرق الزيغ عن سبيل السلف في الاعتقادات والعبادات والمعاملات إنما تنتهي إلى أحد سبيلين. wazi wa hilo ni kujulikana kwamba njia za kupotoka na kuacha njia hii ya salaf katika upande wa itikadi na katika upande wa ibadat na katika upande wa muamalat, inma tantahi ila ahadi sabilaini, huishia kwenye moja ya njia mbili, kama bayana dhalika fi ghairi mawdhi'in Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, kama alivyobainisha hilo katika isiyokuwa mahali pamoja Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala. Qala: wa hadhani sabilani, na njia hizi mbili, huma jima'u subuli dhalal, ndio mkusanyiko wa njia za upotevu, wa ilayhi ma tarji'u masalikul ibtida', na kwenye njia hizo ndipo zinaporejea njia na manahij za uzushi. wa taraiqul infikaki an tariqi nabii sallallahu alayhi wasallam wa sahbihi ridwanullahi alayhim, pia njia za infika, kujinasua na kujitoa katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. ahadu hadhaini sabilain, moja ya njia mbili hizi ambazo ndiyo mkusanyiko wa njia za upotevu, huwa tariqul mutakallimin min ansari al-aqli, ni njia za wale mutakallimin katika wenye kunusuru aqli kuliko nukuu za nusus. tariqul mutakallimin min ansari al-aqli, njia za mutakallimin, wale wenye kufanya falsafa ambao wananusuru akili kuliko kufuata Qur'ani na Sunna. ilmu al-kalam, kama anavyoelezea Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ma ahdathahu al-mutakallimun fi usuli ad-din, ni mambo ambayo wameyazusha hao mutakallimun katika misingi ya dini, katika kuthibitisha itikadi kwa njia ambazo wamezizusha wao, wakawacha zilizokuja katika Qur'ani na Sunna. hao ndio mutakallimun, wameanzisha elimu katika elimu ya itikadi kwa njia walizozizusha wao, wakawacha nususi za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. hawa ndio wanaitwa mutakallimun, wanaangalia akili kuliko kuangalia nusus za kitabu na Sunna. Kwa hiyo njia ya kwanza ni njia ya hao mutakallimin walioanzisha jambo hilo. Halafu wa amma thani, ama njia ya pili, fahuwa tariqul mutasawwifa arbabil atifa, njia ya mutasawwifa sufia, ambao hawa ni watu wa mapenzi, wanaangalia mapenzi ya nafsi zao, wanalolipenda wanalifanya, wanalolichukia wanaliwacha. hawa ni mutasawwifa au sufia. Kwa hizi njia mbili ndiyo misingi ya njia za upotevu, ndiyo misingi ya njia za watu wa bid'a, tariqul mutakallimin wa tariqul mutasawwifa au sufia. ولكل من هذين الطريقين سمات وخصائص, kila moja katika hizi njia mbili ina alama na ina sifa zake. tarji'u ila hadhaini al-aslaini, sifa zinazorudi kwenye misingi hii miwili, al-aqli wal-atifa, akili na mapenzi ya nafsi. Hizi njia mbili zote
zina simat na zina sifa ambazo zinarejea kwenye misingi hii miwili: akili kwa wale mutakallimin na al-atifa kwa hawa mutasawwifa na sufia. قال فأما المتكلمون فإنهم غلبوا العقل وساروا وراء ما تخيلوه. أما هاو متكلمون wao wanaishinda akili, wameipa ushindi akili. Ghalabul aqla, wameipa ushindi akili, wakenda nyuma ya wanayoyadhania. Kila jambo linalowadhania, wanalodhania katika akili zao, hilo ndiyo itikadi yao. Wa amma almutasawwifa fa innahum raja'u ila riyadhatihim wa ila adhwaqihim wa mawajidihim wa awatifihim. Au mutasawwifa sufia, wao wanarejea kwenye mubalagha wao wa ibada na kwenye mapenzi yao. Adhwaq na mawajid na wujdan na awatif ni yale wanaoyapendelea nafsi zao. Nafsi zikipenda jambo, wao wanalifanya. Nafsi zikichukia jambo, wao wanaliwacha. Huo ni upande na mrengo wa sufia. Kwa hizi ndio njia mbili za mubtadi'a: almutakallimun walmutasawwifa au sufia. Mutakallimun wao wanaipa kipaumbele akili kuliko nususi za kisheria za Qur'ani na Sunna, na wanakwenda nyuma ya kila wanalolidhania. Kila akili inapowapeleka ndipo wanapofanya jambo hilo. Ama hawa sufia, wao wanarejea kwenye mubalagha wao wa kufanya ibada sana, ndo riyadhat wanazokusudia, mubalagha katika ibada, na pia kuangalia zile hawa za nafsi zao. Hizi ndio adhwaq na wujdan au mawajid na awatifihim. قال فالأولون أعني المتكلمين توحي إليهم عقولهم. wale wa mwanzo mutakallimun, wale akili zao ndizo zinazowaongoza, akili zao ndizo zinazowaongoza wale mutakallimun. Wa amma sufia fa innahum yatalaqawna alwahya an qulubihim. Sufia wao wanapokea wahi kutokana na nyoyo zao. Zile nyoyo zao ndizo zinazowapeleka na kuwapa wahi. Wale mutakallimun wahi wao ni akili. Akili ndio inawapa wahi na kuwaelekeza kwenye itikadi na kadha. Ama hawa sufia, wao ni nyoyo zao ndizo zinazowapa wahi. فالواحد منهم يقول أنتم أهل السنة إنما تلقيتم علمكم ميتا عن ميت. Mmoja katika wao sufia wanasema, nyinyi, yani wanahusu ahlus sunna, nyinyi mnapokea elimu zenu kutokana na mayit am mayit, aliyekufa amepokea kwa aliyekufa. Wanakusudia masahaba, an fulan an fulan an fulan, isnadul hadith. Ile ndiyo mnapokea elimu zenu kutokana na maiti, na maiti naye kapokea kwa maiti. Ina maana wameshakufa hao wapokezi wa hadithi, nyinyi mnachukua dini yenu na elimu zenu kwa hao. Wa amma nahnu, ama sisi, fatalaqaina alilma anil hayy alladhi la yamut. Sisi tunapokea ilmu kutokana na hai aliye hai ambaye hafi, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Hadathani qalbi an rabbi, wanasema hivyo yeye, kwamba moyo wangu umenizungumzia kutokana na Mola wangu. Kama kwamba wahi, wanashukishiwa wahi na Jibril. Hao masufi ndio wenye itikadi hizo, kwamba wanapokea wahi, nyoyo zao zinapokea wahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni urongo, si kwamba ni kweli. Ni urongo, ni urongo. Hakuna wahi tena baada ya kufa Mtume sallam. Hakuna wahi tena ulioshuka kwa sahabi yoyote wala kwa mtu mwema yoyote. Vipi itakuwa hawa wateremshwe wahi? Idhan falmutakallimun tuhi ilayhim uquluhum, wale mutakallimun akili zao ndio zinawapa wahi. Wa amma al-akharun min al-mutasawwifa fa innahum yatalaqawna al-wahya an qulubihim. Ama hao wengine masufi, hao wanapokea wahi kutokana na nyoyo zao. Wa haulai
innama ta'bathu bihim shayatinuhum, hawa na wale na hawa mashetani wanawachezea. Innama ta'bathu bihim shayatinuhum, mashetani wao wanawachezea kuwapa fikra hizo na mawazo hayo. أما الوحي الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم، أما وحي uliyomjia محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله الله تبارك وتعالى عليه، وحي aliyoteremsha Allah mtukufu kwa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم، فلا يكادون يقيم له أسا ولا يرفعون له رأسا، hawakurubii kuupa umuhimu wowote. La yuqimuna lahu ussa, hawapi yani wao haupi wahi msingi wowote. Wala yarfauna lahu ra'sa, wala hawapi yani umuhimu wowote. Yani wahi hauna umuhimu wowote, wahi wa Allah kwao hauna umuhimu wala hauna msingi wowote kwa hawa masufi na hawa mutakallimun. قال الذهبي رحمه الله في السير المجلد الرابع صفحة 72 بعد 400: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. ukimuona mutakallim huyu mubtadi' mzushi anayesema wachana na kitabu cha Allah, tuachie na kitabu cha Allah na hadithul ahadi hizi za mtume zilizopokewa na sahabi mmoja mmoja, wahatil aqla, lete akili uiweke mbele yetu, fa'lam annahu Abu Jahal, jua kwamba huyo ni Abu Jahal, baba wa ujinga. Anayesema hivyo kwamba wachana na Qur'ani, wachana na hadithi, tupeleke yani akili, tufuate akili, tuache Qur'ani, maneno ya Allah, maneno ya mtume tuyawache, tufuate akili zetu. Fa'lam annahu Abu Jahal, jua kwamba huyo ni Abu Jahal. Wa idha ra'aita salika at-tauhidi, na ukimuona mtu mwenye kufuata at-tauhidi, mwenye kumpwekesha Allah, yaqulu da'na minan naqli wa minal aqli. Asalik at-tauhidi, mwenye kufuata at-tauhidi, mpwekeshaji, anasema da'na minal aqli wa minal aqli, wachana na naqli, nukuu za Qur'ani na hadithi, wa minal aqli, wachana na akili, wa hati dhauqa wal wajda, lete adhauq, mapenzi ya nafsi, lete yale mambo ya dhauq, mapenzi na maarifa ya nafsi. Fa'lam annahu iblis, jua kwamba huyo ni Iblis. Qad dhahara bi surati basharin, amedhihiri kwa sura ya mtu. Au qad halla fihi, au ameshuka ndani yake Iblisi mtu huyo. Fa in jabunta minhu, ukimuogopa, faharub, mkimbie. Fa in jabunta minhu, ukimuogopa kumwambia kwamba huyu ni Iblis, faharub, mkimbie mtu huyo, usifuate mawazo yake hayo na maneno yake hayo. Wa illa fasra'ahu wabruk ala sadrihi, vinginevyo muangushe. Wabruk ala sadrihi, na kita magoti juu ya kifua chake. Waqra alayhi ayatal kursi, msomee ayatal kursi. Wakhnuqhu, na umkabe. Wakhnuqhu, na umkabe mtu huyo kwa mawazo hayo na fikra zake hizo potofu. Wa min simati almutakallimin, na katika alama za hao mutakallimin, taqdimuhumul aqla ala an-naqli, kutanguliza kwao akili kuliko nukuu za Qur'ani na Sunna. Wad'i'auhum anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yubayyin usul ad-din li'tiqadiyya biadillatiha al-aqliyya, madai yao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajabainisha misingi ya dini ya kiitikadi kwa dalili zake za kiakili. Wanadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajabainisha misingi ya dini hii ya kiitikadi kwa dalili zake za kiakili. Wakadhalika al-Qur'an, vile vile Qur'ani haijabainisha misingi ya dini hii
kwa kutegemea dalili za kiakili. Wayad'una anna as-sahaba lam yashtaghilu bil kalami, wanadai kwamba masahaba hawakushughulika na ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam hii tulioelezea hapa, alielezea Sheikh Ibn Uthaymeen kwamba ni ilmu ambayo wameizusha hawa katika misingi ya dini, kuthibitisha itikadi, misingi yao ambayo iko kinyume na iko mbali na Qur'ani na Sunna. Sasa wanadai kwamba masahaba hawakushughulika na ilmu hiyo ya kalam, linshighalihim bil futuhi, kwa kushughulika kwao na futuhat, katika kufungua miji ile ya kikafiri kuwa miji ya Kiislamu, au litalabihimus salama, au kwa kutaka kwao salama tu na amani. Hatta innahum idda'u anna manhaja salafi aslam wa amma manhajul khalafi fa'alamu wa ahkamu, mpaka wao wakadai kwamba njia hii ya salaf ni aslam, ni yenye kusalimika, wa amma manhajul khalaf, ama manhaji ya khalaf, njia ya khalaf wanaigusudia hao mutakallimun, fa'alamu, ni njia ambayo ina ilmu zaidi, wa ahkamu, na imewekwa vizuri zaidi. Mmefahamu maneno yao? Wanatanguliza akili kuliko nukuu za Qur'ani na Sunna, na wanadai kwamba mtume hajabainisha misingi ya dini ya kiitikadi kwa dalili zake za kiakili, kadhalika masahaba pia hawajabainisha. Waqalu, na wanasema pia, inna as-sahabata atharu salama wa lam yadkhulu fi tilka al-madha'iq, masahaba walikhitari salama, amani, mambo ya usalama na amani, na hakuingia katika madhaiki, hivyo vitu hivyo vya ilmu al-kalam, na kujiingiza katika itikadi hizo na dalili hizo za ilmu al-kalam, ndio madhaik. وقالوا إن الصحابة انشغلوا بالفتوح عن النظر وعن إعمال العقل, wakasema masahaba walishughulika na futuh, kufungua miji, ani nadhar, kuhusu kufikiria na kuitumiza akili, kuifanyia kazi akili. Wao hawakufanya hivyo masahaba. Wayarauna anfusahum ahlan lidhalik, wanaona nafsi zao hao mutakallimun kwamba ndio wanaostahiki jambo hilo la akili, na akili zao ni kubwa na fikira zao ni nyingi. Fatasaddau lihadha al-amal al-adhim, wakaingilia kazi hii kubwa, watahayau lahu, na wakajiandaa kwa jambo hilo. Wa ahkamu hadha al-bab al-khatir alladhi qassara fihi al-kitab wa sunna bizamihim, wakafanya vizuri upande huu wa hatari, upande ambao Qur'ani na Sunna vimefanya taksir ya jambo hilo, kwa madai yao kwamba Qur'ani na Sunna vimefanya upungufu jambo hili la kutumiza akili na kuacha watu wafikirie mambo ya itikadi zao. Qur'ani na Sunna umewacha jambo hilo kwa madai yao. Waajaza salafu jami'an, na salafu wote wameshindwa, kuanzia mtume na masahaba na tabi'un na atba'u tabi'un, wote wameshindwa kuangalia akili zao, kama yad'una anhu, kama wanavyodai hilo hao mutakallimun. Masahaba waliosifiwa na Allah katika Qur'ani, wakasifiwa na mtume katika hadithi, hawa wanawafanya masahaba ni muqassirun. Allah amewasifu masahaba kabla hawajazaliwa, kabla hawajaumbwa masahaba. Allah tayari ameeleza sifa zao katika Qur'ani kwamba watakuja watu wema, watakuja watu wenye kuinusuru dini na kuitetea dini kwa nafsi zao na mali zao. Wa hakikan Allah akawaumba watu hao, wakaitetea dini, wakainusuru dini kama alivyowasifu katika Qur'an. Hawa wanawaponda masahaba na kusema masahaba ni mukassirun, baada ya sifa zote zilizo katika Qur'ani za masahaba na hadithi, bado hawa wanawaponda na kuwatani masahaba. Qala wa kullu dhalik inma huwa mabniyun ala usulihim al-aqliya allati thabata butlanuha fi nafsiha. Yote hayo yanazingatia ile misingi yao ya kiakili
ambapo imethubutu ubatilifu wake fi nafsiha, katika nafsi ya misingi hiyo. Fakaifa waqad aradat rakaiz ad-din alladhi anzala Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, vipi wakati misingi yao hiyo ya kiakili imepinga nguzo za dini alizoziteremsha Allah kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ni zipi nguzo za dini? Al-Qur'an wa Sunna. Sasa misingi yao ya kiakili imepinga misingi ya dini aliyoiteremsha Allah kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambapo ni Qur'ani na sunna zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa haula almutakallimun addat usuluhum ila dhuhuri almaqalat alfasida wa buruz almadhahib almunharifa fil aqida. Hawa mutakallimun hawa ndiyo misingi yao imesababisha kudhihiri maneno haya fasida, maneno mabaya, na kudhihiri madhehebu yenye munharifa, yenye kupotoka katika Uislamu katika upande wa akida. Hawa ndio waliosababisha kudhihiri maneno hayo fasida na madhehebu hayo potofu katika upande huu wa akida. Min maqalati al-Jahmiyya, katika maneno ya Jahmiyya ashabi Jahm bin Safwan, ila maqalati al-Mu'tazila, mpaka kwenye makala na maneno ya Mu'tazila ashabu Wa'il ibn Ata, ila maqalati al-Murji'a, ila maqalati al-Ash'ira, ila maqalati ghairihim min ahli az-zayghi wal-inhiraf, mpaka kwenye makala na maneno ya wengineo katika watu wa upotofu na kuacha dini ya Uislamu. Kullu dhalika liannahum qaddamu al-aqla ala an-naqli, yote hayo ni kwa sababu ya kutanguliza akili kuliko nukuu nususi za Qur'ani na Sunna. Wa hadha min al-bala'i al-'azim, hii ni katika balaa kubwa, watu kuacha Qur'ani na Sunna wakaangalia akili zao na kutegemea akili zao kuliko Qur'ani, maneno ya Allah, na hadithi, maneno ya mtume ambapo ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hao wamepotea kwa sababu hiyo. Vikundi hivi vimepotea kwa sababu ya kuacha maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kutanguliza akili zao kuliko maneno ya Allah na mtume wake. Kwa hiyo hawa mutakallimun ndio asli ya kudhihiri itikadi hizi potofu za Jahmiya na Mu'tazila na Murji'a na Ash'ira na wengineo, kuna Jabariya na wengineo. وأما الفريق الآخر وهم الصوفية فأهم صفاتهم أهم سماتهم تقديم الذوق على الشرع. kikundi kingine hiki ambacho ni Sufia, wao muhimu ya alama zao ni kutanguliza dhauq, mapenzi ya nafsi zao kuliko sheria. Walmailu ila alibadati ala hisabi alilmi, na kupondokea kufanya ibada kwa hisabu ya ilmu. Wa itharu tariqi riyadha walmujahada ala tariqi alilmi wattaallum, na kukhitari njia ya riyadha. Riyadha wanakusudia mubalagha fil ibada, kuzidisha katika ibada na kujitahidi katika ibada kuliko njia ya ilmu na kutafuta ilmu. Wao hawatafuti ilmu, wao wanafanya ibada na kuzidisha katika ibada zao. Hizo na wanakusudia ar-riyadha wal mujahada fil ibada. قال وإذا كان المتكلمون قد خالفوا الكتاب والسنة وطريق السلف في نزعتهم العقلية, wakiwa wale mutakallimun tulioelezea pale nyuma walikhalif kitabu Qur'ani na Sunna na wakakhalif njia ya salaf katika mwelekeo wao wa kiakili, fa inna haula'i almutasawwifa qad saru fi tariqi nafsihi, hawa sufia nao wamekwenda katika njia hiyo nafsi yake. Haithu innahum abadu Allah bil adhwaq wal mawajid wa bit tajarubi wal ahwal, wakati hawa wanamwabudu Allah bil adhwaq wal mawajid, kwa nafsi, yani kwa mapenzi ya nafsi zao na kwa majaribio na hali za watu wenyewe.
walam yajtahidu fi ma'rifati hali nabii sallallahu alaihi wasallam, hawakujitahidi katika kujua hali za mtume sallallahu alaihi wasallam, alifanya nini katika ibada hizi, alifanya nini katika aqida. Hawataki kujua hilo, hawataki kujua ilmu hiyo, kwamba mtume amekuja na ilmu ya tauhidi, amefundisha vipi, ilmu ya fiqh ya sala amefundisha vipi, haji amefundisha vipi. Wao wanafuata mapenzi ya nafsi zao. لأن سبيل معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب العلم وأن يعرف السنة. njia ya kujua hali za mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutafuta ilmu na kujua hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, alivyokuwa akifanya katika ibadat na muamalat na katika aqida. وهم قد أعرضوا عن طريق العلم أصلا, wao wanaipinga njia hii ya kutafuta ilmu kabisa. Walam yaltafitu ilayhi, wala hawaizingatii njia hiyo ya ilmu. Waja'alu riyadhatihim asasa tariqihim, wakajalia riyadhati zao, ile ibada zao na mubalagha fil ibada ndiyo msingi wa hiyo njia yao. Wafarraqu baina ash-shari'a والحقيقة كما يدعون, ولفرقش بين شريعة حقيقة كما ونفيداي, وبين العلم والعمل pia walifarikisha baina ilmu na kuitumia ilmu. Waja'alu anfusahum faizatan bil haqiqati wal amal, wakazijalia nafsi zao ni zenye kufuzu kwa huo hakika na kufanya amal. Waja'alu li ghairihim ash-shari'ata wal ilm, wakawaachia wengineo hiyo sharia na ilmu. وهذا من أعظم أصول ضلالهم وزيغهم, hii ni katika mikubwa ya misingi ya upotevu wao na upotofu wao. Illam yakun a'zamaha ala al-itlaq, isipokuwa ndio mikubwa yake kwa kuachilia hayo mambo ya kwamba hawashughulikii na ilmu, hawazingatii ilmu. Hiyo ndio usulu dhalalihim, misingi ya upotevu wao walivyopotoka na kuacha hii ilmu. إذ إنهم لجهلهم كثر ابتداعهم وغلوهم في شيوخهم, kwa sababu ya ujinga wao ndio imekithiri uzushi wao na kupetuka mpaka kwao katika mashekhe wao. Kwa sababu ya ujinga ndio wanafanya ghuluu katika bid'a zinakithiri, zinazidi, na ile ghuluu kwa mashekhe wao wanapetuka mpaka wanatiliwa mate makohozi kwenye maji. Kwa kuwaadhimisha mashekhe wao wanakunywa mate yale ya makohozi ya mashekhe wao, sio mate, makohozi wanakunywa, ghuluu kwa mashekhe wao. Wawaquhum fi kathirin min aldhalalat washirkiyat, kuingia kwao katika upotevu mwingi na mambo ya ushirikina. Wabalagha alghuluu bitawaifa minhum ila dhuhuri firaqin dhalla, imefikia ile ghuluu kupetuka mpaka kwa vikundi vingi katika wao, ikapelekea kudhihiri vikundi vipotevu vingi. Katilka allati dhaharat baina almutakallimin, kama hivyo vikundi vilivyodhihiri baina ya hao mutakallimin, mithla alhululiyya walittihadiyya walibahiyya wa ghairi dhalika min alfiraq almunharifa, na vinginevyo katika vikundi vyenye kupotoka vilivyo mbali na Uislamu. Alhululiyya ni itikadi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaingia katika viumbe vyake vyote, kila kiumbe chake Allah anaingia ndani yake, au baadhi ya viumbe vyake Allah anaingia katika baadhi ya viumbe vyake. Yani kila kiumbe katika viumbe vya Allah vina Allah ndani yake. Allah yuko ndani ya kila kiumbe. Allah yuko katika jiwe, Allah yuko katika mwanadamu, Allah yuko katika mti. Hiyo ndio aqilatu alhulul. Ama ittihadia wanasema ni kuwa moja. Allah na viumbe vyake ni kitu kimoja. Allah na viumbe vyake ni kitu kimoja, au Allah ni kitu kimoja na baadhi ya viumbe vyake. Kuna baadhi ya viumbe vyake Allah na wao ni sawa kwa sawa, ni kitu kimoja. Hiyo ndio akida yao ittihadia. Ama al-ibahiyya, hii ni mambo ya maasiya, kuulingania kwenye maasiya. Hiyo ndio ibahiyya, kila jambo ni halali, uzinifu nini, hiyo ndio ibahiyya. Itikadi hiyo pia ina baadhi ya mutakallimin.
Qala wa haulai naqidani ala tarafaini, hawa na hawa ni vikundi viwili venye kupingana. Vikundi viwili vimepingana, viko kila moja iko upande wake. Waqad tatarrafa haulai wa tatarrafa haulai, wamefanya tatawuf na ulu, hawa wamefanya tatarruf na tashaddud, na hao wengine pia wamefanya tashaddud katika mambo yao ya kiakili na haya mambo yao ya kibid'a na ya kimapenzi, kila wanalolipenda katika nafsi zao. Wa amma atba'u nabii sallallahu alaihi wasallam faqad tawassatu, wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni ahlus sunna, wao wamekaa kati na kati baina ya hawa na baina ya hawa. Wasaru khalfa nabii sallallahu alaihi wasallam, wakaenda nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wote almutakallimun wasufia wamekwenda mbele, wanamtangulia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini atba'u nabii, wafuasi wa mtume, wako nyuma yake na kufuata maamrisho yake na kufuata sunna zake, wanafuatilia sunna zake na maamrisho yake kuyafanya na makatazo yake kuyawacha. Kwa hiyo hawa atba'u nabii wako nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mutasawwifa na mutakallimun wako mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemtangulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikhul Islam rahimahullah, inqasamatil umma ila 3 firaq, umma umefarikiana, umegawanyika kwenye vikundi vitatu. Inshallah tutakuja kuendelea kesho. Wallahu a'lam.